Natumai umekuwa na wiki safi and I'm back kukuletea mazuri ya wiki, na kabla ya yote hayo hakikisha umefollow Dio Radio ili kupata mazuri zaidi, na pia kunifollow mimi mtangazaji wako najulikana kama vile Captain Omi Official kwa mengi na mazuri zaidi. Tukiingia pande za +254 ni kuwa wiki hii kumetokea mambo moto ya mahaba na mziki. I say asichana wake basi ana Mola, ila sahi uko na mtu ama tuyanyamaze tu. Harusi ya msanii maarufu wa Ohangla Prince Indah ilifanyika kwa mbwembwe kubwa mnamo wa Jumapili ya tarehe 13 mwaka wa 2025 katika kijiji cha Rapogi katika kaunti ya Migori. Sherehe hii ya kitamaduni inayojulikana kama Nyombo ilihudhuriwa na watu mashuhuri, wanasiasa na mashabiki katika maeneo mbalimbali. Kati ya watu walioweza kuhudhuria basi ni Oga Ubina, wasanii, viongozi, wanasiasa na mchekeshaji wa zamani Jalango, mchekeshaji maarufu wa kujidai kwa umaarufu wa pesa na utajiri kutoka katika jamii ya Waluyo, huyu muite GK Serikali pia alikuwemo ndani. Waliweza kufurika kwa mpigo kuweza kuhudhuria harusi hiyo. Kando na burudani na shughuli nzima za sherehe ya harusi, mmekuwa na kejeli kuhusiana na vazi alilokuwa amevaa bwana harusi Prince Indah pamoja na mkewe, na wengineo waliweza kuhudhuria kwenye harusi wakisema kwamba nguo hizo hazikuwapendeza. Sasa asijui wewe msikilizaji na mtazamaji wa #leo unazionaje hizo nguo? Maajabu pia aliweza kutokea katika harusi hiyo, ambapo kuna jamaa alijifanya James Bond kwa kudandia chopa hadi juu angani, ila baadaye kwa umankini wa rubani aliweza kutoa shambani na jamaa huyo akatoa kwa umankini na kwa usalama. Sasa nataka nikwambie wewe, don't try this at home, au sio? Tukiingia pwani nako ni kwa content creator maarufu na msanii pamoja na mtangazaji Presenter Kai anatarajiwa kufunga pingu za maisha na mwanadada Diana Yegon, mwanadada mrembo kutoka kaunti ya Nakuru. Harusi hii itafanyika weekend hii kwa Presenter Kai ni maarufu kwa maudhui yake ya kuvalisha watu headphones na kuwaimbisha ngoma zilizojawa na ucheshi huku akiwatia moyo. Kando na kuwavalisha watu headphones, Presenter Kai anajulikana kwa kuuliza maswali katika mitaa, maswali yanaweza kukanganya. Na vile pia Kai ni msanii, na pia hivi majuzi aliweza kufungua studio yake huko Nakuru kwa jina la Ata Records. Na katika harusi yake hii kubwa iliyoandaliwa tayari, taarifa za ndani zinasema kwamba veli la bi harusi halipendezi, na wengineo pia wakafika mbali kusema kwamba shemeji tayari ana ujauzito. Watu bwana, ni mengi ya kumzungumzia Kai, ila tunamwombea kila laheri na tutasema kwamba congratulations bro, na tunakutakia kila laheri kwa kuweza kufunga pingu za maisha. So msanii mwenye sauti safi Bien atangaza kuanza ziara yake ya dunia ya mwaka 2025 huku akianza na Marekani mwezi wa 5 na kisha kuendelea Ulaya mwezi wa 7. Hapa napo pia tunasema safari njema, ama tunakutakia safari njema ewe Bien. Bien amekuwa gumzo baada ya kushinda tuzo za Trace Awards za hivi majuzi, na pia kolabo kali za kutoka kwa wasanii wa hapa nchini Kenya na hata +255. Rapper mkali hapa nchini Kenya Khaligraph Jones ametangaza kuwa ataalika mashabiki 200 waaminifu kwenye jumba lake jipya kwa sherehe maalum. Jumba hilo linalojulikana kama OG Plaza lina vyumba zaidi ya 10 na lina studio ya kisasa ya kurekodia muziki. Khaligraph Jones amehamasishwa kujenga nyumba hiyo baada ya kutembelea jumba la Ruga Boy kutoka kundi la P-Square nchini Nigeria, ambapo alitamani kuwa na faragha na starehe kama aliyokuwa ameiona huko. Mashabiki watakaobahatika kuhudhuria sherehe hiyo wataweza kushuhudia maisha ya kifahari ya msanii huyo na hata kupata fursa ya kipekee ya kuungana naye binafsi na kuonana naye ana kwa. Sasa kwa washabiki wewe wa #leo, ungependa kuenda kwa Khaligraph Jones kulitazama jumba hili lilozua vurugu mtandaoni? Msanii maarufu wa muziki wa Genge Meja ameachia rasmi wimbo wake mpya unaoitwa Ya Mwisho, hii ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka wa 2025. Wimbo huu unaonyesha kuwa Meja amezama katika huba na mwanadada, ila kufumaniwa kwa kucheat na mrembo mwingine kupitia simu, ila Okonko anakana kwa kusema ya mwisho hii ni ishara kwamba haturudia tena. Mtoto wa Hadida ana mambo bwana. Wimbo huu wa Meja unakuja wakati ambapo Meja anajiandaa kuachia albamu yake ya kwanza kama msanii wa kujitegemea. Hii nayo pia ni hatua kubwa ambayo ametoka kupiga Meja. So tunasema kwamba wherever you are Meja, tunakupatia big support and congratulations. Na ya mwisho ni kwamba lazima tumsupport kijana wetu wa hapo pwani, kwani Kiyo Kenya ameweza kuachilia ngoma yake mpya kwa jina la Yege Yege. Msanii wa hapo Mombasa Kiyo Kenya ameachilia rasmi wimbo wake mpya uitao Yege Yege mnamo tarehe 13 mwaka 2025. Wimbo huu umetolewa kupitia visualizer ya YouTube na sasa unapatikana kwenye mitandao yote ya kijamii. Ni hayo yote tu ya leo iliweza kujiri ndani ya wiki hii.
na wacha tuone ni mambo gani mazuri yataweza kujitokeza wiki ijayo. Otherwise, wananiita Captain Ommy, na usisahau kutoa comment hapo kutuambia, je, unalichukuliaje ili jumba la Khaligraph Jones na kwa ile harusi ya Ommy? Je, zile nguo hazikuwapendeza ama ilikuwa ni chocha za mashabiki tu? Usikose kusikiliza hashtag ya leo kila siku Ijumaa saa 10 jioni ndani ya Dayo YouTube channel.